أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أعز الخلق وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. يقول عز من قائل في محكم كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kuonesha hasara ya mwanadamu katika umbile aliloumbiwa, yaani mwanadamu katika maumbile yake kila siku yuwahasirika, kila nukta inayopita yapunguza kitu katika umri wake. Hana tofauti na donge la barafu lilowekwa katika jua kali, kila nukta huwa ladeuka. Hili ni hasara ambayo kwamba anayo kila mmoja katika sisi. Kila mmoja katika sisi yupo kwenye safari yuwaelekea kwa Mwenyezi Mungu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ala ila Allahi tasirul umur. Vitu vote, viumbe vote viko safarini vaelekea kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini baada ya hapa Mwenyezi Mungu akavua watu fulani, ikaja al-istithna baada ya kutangulia ismul jinsi al-insan. Innal insana lafi khusr, mwanadamu yuko katika hasara. Ni mwanadamu gani sasa ambaye kwamba atakuwa hakuhasirika? Kukaekwa mambo fulani, ikiwa atakuwa nayo atakuwa yeye hamo katika waliohasirika. La kwanza lipi? Illa alladhina amanu, illa wale walioamini. Imani ni kitu kikubwa sana, na imani ni kitu ambacho kwamba hukubaliwi kumfuata mtu mwingine yoyote. Ni lazima wewe mwenyewe uwe na huja na dalili ambazo zimekukinaisha mpaka imani yako iwe ni imani thabiti, ni imani ya kweli. Na tunapomuita mtu ni mu'min, ni kwamba ana vitu vitano, na vitu vitano hivi vote ni kitu kimoja. Ana tauhid, yuwampwekesha Mwenyezi Mungu. Ana nubua, yuwaamini utume na yuwamwamini Mtume Muhammad kuwa ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Ana imama, ana wilaya ya ahli bait, amkubali al-Imamu Ali na maimamu 12 kwa jumla. Ana maadi, yuwaamini kiyama. Ana adili, yuwaamini uadilifu wa Mwenyezi Mungu. Mtu akiwa anavyo vitu kama hivi huwa yuwaitwa mu'min. Na vitu hivi vote ni kitu kimoja. Kinamna gani? Unapoamini kuwa kuna Mungu, kisha ukiamini kuwa kuna mtume, huyu Mungu ndiye aliyetumiliza mtume. Ukiamini kuna uimamu, huyu Mungu ndiye ambaye kwamba amemtagua imamu. Ukiamini kuna kiyama, huyu Mungu ndiye atakayewafufua watu na kuwahisabu siku ya kiyama. Na ukiamini uadilifu wa Mwenyezi Mungu, yani utazikuta zote zitu zitano ni kitu kimoja ambacho mtu akiwa nacho atafaa kuitwa huyu ni mu'min. Mtu akikosa viwili katika vitu vitano hivi huwa yuaitwa Muislamu.
Yani mtu akiamini Mungu, akaamini na siku ya mwisho, akaamini na Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mungu, huyu yuwaitwa Muislamu. Akiamini adli, akaamini na uimamu, huyu ataitwa mu'min kwa istilahi ya madhhabu ya Ahlul Bait alayhimus salam. Illa alladhina amanu, illa wale ambao kwamba wameamini. Katika aya nyingine Mwenyezi Mungu asema innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Waumini wa kweli ni wale ambao kwamba idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao huingia hofu na babaiko. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu, na wanaposomewa aya za Mwenyezi Mungu zadatuhum imanan, imani yao huzidi. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na siku zote wao wamtegemea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mahali pengine Mwenyezi Mungu asema ala bidhikri llahi tatma'innul qulub, jueni kwa utajo wa Mwenyezi Mungu nyoyo huwa zapata utulivu. Sasa hapa tutaziweka vipi? Hapa yasemekana kwamba moyo wa mwenye imani wababaika na kuingia hofu, huku tuambiwa kwa utajo wa Mwenyezi Mungu nyoyo hutulia. Ni kwamba huyu mu'min anapokuwa yuko katika hali isiyomridhisha Mwenyezi Mungu, akatajiwa jina la Mungu, moyo wake huingia hofu, ukaingia babaiko, akarudi nyuma, akawata yale madhambi na yale makosa aliyokuwa ataka kuyafanya. Kwa hivyo hakuna mgongano baina ya aya hizi. Kisha katika sifa ya imani, alladhina amanu billahi wa rasulihi, wale walomuamini Mungu wakamuamini na bwana mtume, thumma lam yartabu, kisha wakawa hawana shaka. Iman illa alladhina amanu, illa wale walioamini. Mtu anapokuwa ni mu'min, huwa kitu kinachoitwa hofu, kitu kinachoitwa kalak, wasiwasi, dhiki, makero kwake hakuna, kwa sababu yeye ana imani, ana na itikadi kuwa kuna muumba ndiye anayemtegemea, na muumba huyu ndiye mwenye kumpelekea mambo yake katika ulimwengu. Na angalia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ghazwatu Khandaq, alipokuwa yuwapambana al-Imamu Ali na Amru bin Abdiudi, Mtume lilimtoka akazungumza akasema, barazal imanu kullu ala al-kufri kulli. Leo imani yote yapambana na ukafiri wote. Leo imani yote, yani Ali ibn Abi Talib alayhi salam akawa yeye ndiye imani yote, na Amru bin Abdiudi ni ukafiri wote. Mtume akasema alyawma barazal imanu kullu ala al-kufri kulli, leo imani yote yapambana na ukafiri wote. Kisha kuna akhlaqi ambazo kwamba mu'min ataka awe nazo. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan au liyasmut, anayeamini kuna Mungu, kuna na siku ya mwisho, nazungumze maneno mazuri. Ikiwa hana maneno mazuri ya kuzungumza, na nyamaze. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrimu dhaifa, anayeamini Mungu na siku ya mwisho na mkirimu mgeni wake. Nakumbuka kisa cha Hatim Tai. Huyu alikuwa ni bwana mmoja, katika umbile lake alikuwa karimu sana, mpaka akawa yuwapigiwa mfano na Maarabu. Ikitajwa alkaramu waljud,
huambiwa huyu ni Hatimu Tayy, huonesha umuhimu wa mu'min kumkirimu mgeni wake. Akawa anaye farasi na Waarabu wote wamtamani farasi yule. Alikuwa ni mweupe na ana shepu na maumbile mazuri, ikawa kila mtu ataka kumnunua na yeye hamuuzi. Ukatoka bwana akafunga safari akashukia kwa Hatimu Tayy kama mgeni. Hatimu Tayy akawa hana cha kumpa, akamtinda yule farasi. Yule bwana kukaliwa chakula, kisha baada ya siku 3 akaulizwa, umkuja kutafuta nini? Akamwambia Hatimu Tayy, liloleta hapa bwana, kwa hisani yako niuzie ule farasi. Akamwambia tushamla, ulikuwa hakuna kitoweo. Mpaka ikawa sasa yuwapigiwa mfano wa ukarimu. Kwa hivyo mtu anayemwamini Mungu na siku ya Kiyama na mkirimu mgeni wake, mgeni akija nyumbani kwako iwe ni furaha kwako, uishi naye vizuri. Hizi ndizo alama za mu'min. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, anayeamini kuna Mungu, kuna na siku ya Kiyama, na simuudhi jirani yake. Si mtezo wewe kuwa utafika kiwango uitwe mu'min. Ni daraja kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ndio katika suratul Asri kwanza Mungu akasema illa alladhina amanu, illa wale ambao kwamba wameamini, hawa hawatokuwemo katika ule mkao wa kukhasirika. Na ukipoteza imani umepoteza kila kitu. Na imani yapanda na yashuka. wa kun min al-imani fi mazidi wa fi safai al-qalbi dha tajdidi bikusrati salati wa zakati wa tarki mali nafsi min shahawati. Mwenyezi Mungu asema wa kun min al-imani fi mazidi, fanya bidii imani yako kila siku uwe waizidisha. Ondoka katika kufuata hawaza nafsi yako na ushetani. Wewe fanya bidii kila siku imani yako iwe yazidi. Na moja katika chombo chenye kuzidisha imani ni mtu kusoma, ni mtu kuisoma dini yake akaijua. Man lam ya'lam dha falyas'ali man lam yajid mualliman falyarhali, asojua naulize, na ukikosa mwalimu ikikubidi usafiri wende ukamtafute, safiri wende ukamtafute mwalimu. Kwa sababu amali yoyote unayoifanya bila ya elimu haikubaliwi. Na mwenye elimu ambaye kwamba hafanyi amali njema atateswa kabla ya kuteswa wanaoabudu masanamu. Illa alladhina amanu, illa wale ambao kwamba walikuwa wana imani, wale waliokuwa wana imani, imani inayofuatana na itikadi. Itikadi na imani tofauti yake. Imani ni kuamini, itikadi ni kuamini kitu ulichokithubutisha kwa hoja na dalili, ukawa huna shaka nacho tena. Lau watu wote wakiata kitu kama kile, wewe utakikakania na ukishike vile vile ulivyokishika. Illa alladhina amanu, illa wale ambao kwamba wameamini, wa amilu salihati, na wakafanya mambo mazuri, wakafanya mambo mema. Haliwezi jambo lolote kuwa ni jema au kuwa ni zuri mpaka lende sambamba na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, zende sambamba na mfumo wa wilaya ya ahli baiti alayhimus salam. Kwa sababu yeye mwenyewe Bwana Mtume ametuambia mathalu ahli baiti, mfano wa watu wa nyumbani kwangu, kasafinati Nuh, ni kama jahazi ya Nabii Allahi Nuhu. Man rakibaha, aliyeipanda, naja, aliokoka. Wa man a'radha anha, na aloipa nyongo jahazi ile, gharika wa hawa, alighariki na akaangamia.
Na ukisoma katika ilmu albalagha, unapoleta tashbihi, kuna wajhu shabahi, kuna na almushabbahu bihi, kuna na adatu tashbihi, kuna hii ni wajhu shabahi, ndio muhimu tunaoitaka hapa. Kwa nini Bwana Mtume kufananisha ahli baiti zake na jahazi ya Nabii Nuh? Kwa sababu wakati ule hakukuwa na namna nyingine ya kuokoka mbali na wewe kuingia kwenye jahazi. Kuokoka kwako ilikuwa ni lazima uwe uko ndani ya jahazi. Manake Mwenyezi Mungu asema, wafatahna abwaba as-samai bima'in munhamir wafajjarna al-ardha uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudir. Mbingu zilifunguliwa, maji yakashuka kwa nguvu, ardhi ikapasuka pasuka, maji yakatumbuka kutoka tini, yakakutana maji ya juu na ya tini. Jahazi ya Nabii Nuhu ikawa yatembea kwenye mawimbi mazito. Akamuona mwanawe akamwambia, ya bunayya arkab maana wala takun ma'al kafirin, ewe mwanangu, panda pamoja na sisi, usiwe pamoja na makafiri. Yule mtoto akamwambia, saawi ila jabalin yasimuni min alma, nitapanda jabali litanikinga mimi na maji. Likapita wimbi baina yao, fakana min almughraqin. Sasa na kama ilivyokuwa hakuna mahali pa kuokoka ila jahazi, vile vile baada ya kuondoka Mtume kutavuma pepo, madhehebu mbalimbali, fikra tofauti tofauti. Hakuna atakayeokoka na kufika bandari salama ila yule ambaye kwamba atakuwa chini ya mwelekeo na muongozo wa ahli baiti Rasulillah. Sasa ili amali yako iwe ni amali njema, iwe ni yenye kumridhisha Mungu, ni lazima iwe itakwenda sambamba na mafundisho yalokuja nayo Bwana Mtume na ahli baiti zake. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Umma na watu kuwa wapo ni zile akhlaki zikiwa zipo. Uislamu umekuja ni chombo kamili cha maisha, na Mtume ametumilizwa liyutamima makarimal akhlaq. Kwa hivyo wewe ikiwa hukubeba zile akhlaki, zile tabia zinazokufanya wewe uwe utaitwa mu'min, utaitwa Muislamu, kanzu yako na kofia yako na jina lako hazitokusaidia kitu. Ni lazima uwe na imani na uwe na amali njema, na amali njema ni kila jambo linalomridhisha Mwenyezi Mungu, lakini katika mambo yanayomridhisha zaidi Mwenyezi Mungu hakuna kama mtu kuwa amesimama mahali kuwasaidia viumbe vya Mwenyezi Mungu. Baada ya kutekeleza wajibati, umeswali, umefunga, umetoa khumsi, umetoa zaka, umekwenda kuhiji, yote haya ni wasila, ni barabara ya kukufikisha wewe katika ucha Mungu. Na ukisha kufika katika ucha Mungu, moja katika alama za mcha Mungu ni kuwasaidia wanadamu wenziwe. Na ndio utakuta Mwenyezi Mungu aya ya kwanza, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, soma kwa jina la Mola wako aliyeumba, ili uwe wewe ni msaada kwa viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Illa alladhina amanu, illa wale walioamini, wa amilu salihati, na wakafanya mema, wakafanya mambo mazuri. Na mambo mazuri unapoyafanya katika huu ulimwengu yatakufaa hapa hapa duniani kabla hujenda akhira. Wale wenye imani na uchamungu ni ahadi ya Mwenyezi Mungu kwamba atawahuisha hayatan tayyiban, maisha mazuri, wataishi kwa raha. Kuwa na raha ni kitu mbali na kuwa na mali ni kitu mbali. Watu wengi katika akili zao na fikra zao huona wale wanaomiliki majumba na kumiliki magari na mapesa mengi wana raha, lakini si kweli. Raha ni kitu chatoka kwa Mwenyezi Mungu, hukitia katika moyo wa yule anayemtaka. Mungu akikupa kanaa, akukupa makarimil akhlaq, akakupa ucha Mungu, utakuwa aziz na utakuwa kawi.
bila ya kuwa na mali na kumiliki vitu vingi. Kisha si tu, mara nyingine wale tunaowatamani kwa kuwa twawaona wana neema, ni vile hatujakaa nao tukazungumza nao. Lau utakaa naye uzungumze naye, kisha akuelezee na matatizo anayopitia, kisha akwambie waonaje, nikupe mali yangu na matatizo yangu, utamwambia bakia na mali yako na matatizo yako, niache na haya yangu. Mpaka mmoja katika wanafalsafa asema, lau wanadamu wote wafungwa kitambara kwenye mato, kisha wakatukuliwa matatizo yao yakatiwa katika pipa, kisha wakaambiwa nendeni mkatukue, kila mmoja atahakikisha japokuwa haoni antoa yale yale aliyoyatia yeye kwa mkono wake, kwa sababu ndio anaoyaweza. Kwa hivyo ili tuwe na amali njema, ili tuwe na amali nzuri yenye kumridhisha Mwenyezi Mungu, mbali na kutekeleza alwajibat, tutakuwa ni watu tunaojaribu kusaidia viumbe vya Mwenyezi Mungu kwa njia mbalimbali. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akihimiza sana watu kutoa, watu kuwata watumwa huru, watu kusaidia watu wengine, watu kukaa vizuri na majirani. Yote haya ni katika misingi ya Uislamu. Al-Imamu Ali alayhi salam alikuwa akifukua visima, mpaka kuna siku kumewekwa chakula, al-Imam Hassan ameandaa chakula, mafukara na Waislamu waje wale. Mara mmoja akapita ndiani akamkuta Imam Ali, jasho la mtoka, hamjui yuwafukua kisima. Alipokwenda kule akamwambia al-Imam Hassan, kuna na bwana mmoja pale ninamwona jasho la mtoka afukua kisima, kwa nini humtumiti naye katika chakula? Akamwambia huyu ni Ali bin Abi Talib, yeye ndio alioandaa chakula hiki na kule yuwafukua kisima. Al-Imamu Jaafar as-Sadiq alayhi salam aliwaona watu watufu kwenye Al-Kaaba, na mmoja ansimama ameinua mkono hivi waomba, akawaambia wale wana utufu, kumsaidia huyu ukamtatulia matatizo yake ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko kuzunguka hina Al-Kaaba mara 70. Kuna kauli pia inayosema huwezi kuwa mshia kweli mpaka ufike kiwango mshia mwenzio aweze kutia mkono mfukoni mwako kutoa kitu bila wewe kusikia kinyongo. Illa alladhina amanu, illa wale walioamini, hawa ndio hawana hasara. Lakini si imani tupu. Imani tupu haina faida. Imani tupu ni theory utakuwa unayo tu. Waamilu salihati, na wakatenda mema, wakafanya mazuri. Na mazuri ya kufanywa mbali na wajibati tunazozifanya, ni lazima tuwe na ndia ya kutafuta namna ya kuwasaidia watu wengine, sio kutafuta ndia za kusaidiwa wewe. Hata yule dhalili anayedhalilika, anayeomba, yafaa kisha kuomba kile alichokipata naye pia ajifundishe kutoa. Na sisi Waswahili twashindwa sana na makabila mengine. Mathalan, utakuta waweza muona Muhindi atembea na mtoto wake, akifika mahali kuna maskini, yuwampa ule mtoto pesa, mwambia mpe mzee huyo mgonjwa, mpe huyo. Lakini sisi maalasafi shadid, utamtukua mwanao kumwona tajiri akambusu ule, kisha akirudi, amekupa nini? Amekupa nini? Yani kutoka mdogo wamjenga kwenye fikra ya idhilali na kuomba. Wale watu wa maana huwajenga watoto wao kwenye fikra ya izi na kutoa. Alyadul ulya khairun min yadi sufla, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini. Illa alladhina amanu wa amilu salihati watawasau bilhaqi, na wakausiana juu ya kitu kinachoitwa alhaqi. Neno alhaqi katika lugha ya Kiswahili halina tafsiri. Kwenye lugha ya Kiarabu lina upana sana. Dhalika bi anna Allaha huwa alhaq, Mungu ameitwa haq. Washahidu anna ar-rasula haq, wameshuhudia mtume pia ameitwa haq. Wajaahumul haq, Qur'ani pia ni haq. Haki
Huwezi kuifasiri kwa maana fulani mpaka uiangalie intiwa katika mlolongo wa sentence ile ilivyopangwa, ndio kwa karina uipatie karina, uipatie njia ya kuifasiri. Sasa haki inayozungumzwa hapa ni Uislamu na imani, yani watu wahusiane juu ya kusimama na haki, juu ya kusimama na ukweli, juu ya kusimama na uadilifu, juu ya kusimama na uchamungu, wasiwe ni wenye kurudi nyuma, kwa sababu kitu kinachoitwa haki ukiona ntabu mpaka ukitafute, ufanye bidii, na ukipata taufiki ukakiona, kukikubali ni kazi ya pili, nao ni ngumu, na ukipata taufiki ukikubali, kubaki nacho pia ni kazi kubwa. Kuna wengi wameiona haki wakaikanya, kuna watu wameiona haki wakaikubali wakaendelea nayo, lakini mwisho wakatoa mkono wakaiwata njiani. Kwa hivyo wewe, ili upate taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima mara kwa mara uwe wajikumbusha au wapata mwenye kukukumbusha, na waomba kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akujalie ni mtu mwenye kusimama na kitu kinachoitwa haki. Na haki haijali uchache au wingi. Yawezekana watu kuwa wao ni kidogo wakawa wako kwenye haki, na yawezekana watu kuwa wao ni wengi wakawa wako kwenye haki, lakini kipimo tunachokipima sisi kuwa haki ni yenye watu wengi si kweli, bali wengi huwa ni mapotevu. Wa qalilun min ibadi yashkur, ni wachache katika waja wangu wenye kushukuru. Au ukiondoka hapa tu wewe mpaka Lamu, mashamba yenye mimea na mwitu mwingi ni nini? Mwitu. Maji tamu na maji utungu mengi yapi? Makurabu na kasuku wengi wapi? Kwa hivyo utakuta vitu vingi ambavyo kwamba vina uwingi havina thamani yoyote, na wanadamu ni vile vile. Kila ukiona watu wengi basi jua pana mushkili hapa. Na ndio utakuta Nabii Allah Nuh miaka 1000 kupungua 50 alipata watu 80 tu ndio walioingia kwenye mashua, wengine wote wankwenda na maji. Nabii Musa amevuka bahari na Mayahudi, alipowawata tu akaenda kuzungumza na Mungu, moja kwa moja akirudi waabudu kigombe. Nabii Musa ankufa, maumini aliokuwa mbaki nao 5 tu. Nabii Isa ankuja akiondoka ulimwenguni ambata watu 11, walikuwa 12, mmoja akawa ni mnafiki, wakawa 11, na hao 11 wansulubiwa kitwa tini maguju, wengine wampigwa moto na wale waliokuwa wakiwazunguka, hakupata kitu. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, angalia siku alipoondoka wangapi walirtadi, mpaka kukawa kuna vita haswa kitalul murtadina, wangapi walibadilika. Imam Ali alayhi salam alikuwa antaguliwa na Mwenyezi Mungu, alipawa nafasi hakupawa. Yote haya ni matatizo ambayo kwamba yametokea kuonesha wingi wa watu si chochote. Watu waweza kuwa kidogo wakawa na haki, na waweza kuwa wengi wakawa na haki, lakini si kipimo kwamba watu wakiwa wengi wana haki. Ndio mmoja katika ghazwatu Jamal alimuuliza alimamu Ali alayhi salam, akamwambia tufanye nini sasa? Huku uko wewe sahaba wa Mtume, ibnu ammi Rasul, huku kuna Aisha nana mke wa Mtume, tungie wapi? Mtume alimamu Ali alayhi salam alimjibu neno moja tu, alimwambia i'rifil haqqa ta'rifu ahla, ijue haki ni ipi, utawajua wenye haki ni wapi. Kwa hivyo kipimo cha haki ni ukweli na uadilifu na msimamo, uwe na msimamo. Hakuna kitu muhimu katika maisha kuwa na msimamo, usiregerege, pepo zisikubabaishe. Illa alladhina amanu, illa wale ambao kwamba wameamini, baada ya kuamini waamilu salihati, wakafanya na mema, baada ya kufanya mema watawasau bilhaqi, wakahusiana kushika haki, wakahusiana kusimama na ukweli na usawa. Mpaka hapa kwa leo tutakoma, tutafungua mlango wa masala. Mwenye masala aweza kuuliza, tunazo kama dakika 15.
Swala langu nina maswala mawili. La kwanza ni masala ya Ahlul Bait. Ahlul Bait ni wako wengi sana, ni kizazi ambacho kwamba ni kingi sana, kimeenea kila pale, lakini tunavyojua sisi kwa kulingana na madrasa ya Ahlul Bait yenyewe ni kwamba wale watakaokuwa kwa wilaya ya Imam Ali wale ndio wanaitwa ndio Ahlul Bait. Je, hawa ambao kwamba yani wamezaliwa lakini hawakukubali wilaya ya Imam Ali, hawa watakuwa katika fungu gani? Suala la pili, ile jibu la kwanza mwanzo. Bismillah. Mumelisikia ama nieleze tena? Mumesikia? Huyu asema kwamba hawa Ahlul Bait ambao kwamba wako nje ya madhhabu ya Ahlul Bait, baitweje? Sio swala. Kwanza nataka niwafahamishe, kuna Ahlul Bait ambao kwamba waitwa Ahlul Kisa. Hawa ni watano tu, ni Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Bibi Fatima, Imam Ali alayhi salam, Imam Hasan na Imam Husaini. Hawa waitwa Ahlul Bait na waitwa Ahlul Kisa. Kisha kuna Alu Muhammad. Alu Muhammad ni maimamu 12 pamoja na Mtume na Bibi Fatima. Hawa ndio nani? Alu Muhammad. Kisha kuna mtu yuwaitwa Sharifu. Sharifu ni yule ambaye kwamba babake na mamake ni masharifu. Kisha kuna mtu yuwaitwa Sayyid. Huyu ni yule ambaye kwamba babake ni sharifu, mamake si sharifu. Kisha kuna mtu aitwa Mirza. Mirza ni yule ambaye kwamba mamake ni sharifu lakini babake si sharifu. Sasa sharifu yoyote ambaye kwamba hako katika mwelekeo wa Ahlul Bait, hako katika safina ya Ahlul Bait, kuna namna mbili. Ikiwa ni inadi na jauri na yuwaelewa, hana cha usharifu, hana chochote mbele ya Mungu. Watakuwa ni sharifu, hata Uislamu wake utakuwa una mushkili. Ikiwa yeye ni damu ya Mtume na yuwajua kwamba madhehebu ya haki ni haya kwa dalili na huja, akaamua kupinga tu, hata usharifu wake una ishkali. Kuna mwingine yeye ni sharifu, hapingi Ahlul Bait, lakini hajapata mtu wa kumkinaisha, hajapata mtu wa kumfahamisha. Yule bado yuko katika salama, na tutamheshimu kwa kupenda na kumheshimu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Imejibika? Asante. Umetueleza Ustadh kwamba ikiwa mtu yeye awapenda Ahli Baiti Nabi salawatullahi alaihim, lakini hakupata mtu kumweleza mpaka akangia kuwafuata, akawa ni katika muwalin Ahli Baiti Rasulillahi salawatullahi alaihim. Sasa kwa huu ulimwengu tulionao na mitandao elimu ilivyofunguka na mitandao ilokunduka, ikiwa mtu ule, je, hana wajibu yeye mwenyewe atafute haki? Na ikiwa alikuwa ayua fulani, kwa mfano kama wewe ni rafiki yako, ayua kwamba wewe ni Shia, ayua huyu ni Shia, ayua huyu ni muwali Ahlul Bait, je, tutamhesabu iye mtu ule ni kwamba pia tutamsamehe kwamba manake hayui? Shukran. Ni vile vile nilivyosema, kwa sababu kuna watu ambao kwamba wana itikadi na wana imani 100% kwamba itikadi yangu ni kweli, hana wakati wa kutafuta. Huyu huitwa kafir. Yeye aamini 100% hili nililonalo mimi ni haki, na hii barabara ninayotembea nayo mimi ni salama. Hajapata kitu cha kumtia shaka, hajapata mtu kumwambia, hajawahi kusikia na mkusudia mtu namna hiyo. Lakini mtu aloambiwa, mtu alosikia, mtu aloweza kujua akakataa tu, huyu ndo ambaye kwamba amefeli katika maisha. Nimesha kwambia Sayyid kwamba ikiwa ajua hana cha usharifu,
Ikiwa anayo ndia ya kujua hakuitumia kwa dharau zake, hana cha usharifu. Ikiwa amfanya shaka hakwenda kuuliza, hana cha usharifu. Lakini ikiwa ni sharifu na anao usharifu wake, hajapata ndia ya kumtia shaka wala kuulizwa swali wala kufahamu, uko mwituni huko ama uko katika mahali haelewi, ama umri wake umfika mahali afahamu tena mambo ushia namna hiyo. Wazi? Maulana, umezungumza katika tafsiri kuhusu waamilu salihati, wenye kufanya kutenda. Je, kama mwanadamu ameingia katika kumstahimilia jirani, kumstahimilia tajiri, kumstahimilia rafiki yake, yeye hafanyi, lakini mathalan jirani humtupia uchafu, mathalan rafiki yake humtukana, je, huyu atakuwa ni katika amilu salihati? Kabisa. Tena huyo pia yuko katika amilu salihati, manake huyo yuko katika kusubiri, lakini pia asisubiri mpaka kaonekana mpumbavu, ajitetee. Ustadh, mimi swali langu ni hili: ukiwa una ndugu yako ama rafiki yako ama jamaa yako katika nyumba si mshia, lao Mwenyezi Mungu atamtukua, ukimfanyia yale mambo ya kishia, ukimosha kishia, ukimswalia kishia, ukimzika kishia, itamsaidia chochote katika kufa kwake ama katika mbele ya Mungu? Wewe ikiwa ni mshia na mtu wako amekufa si mshia, kama utakaye kusimamia mambo ni wewe kuyafanya, walazimika yote uyafanye kishia. Umuoshe kishia, umkafini kishia, umswalie kishia, umzike kishia, ikiwa utasimama wewe. Ikiwa utawatia wenyewe masuni, watamfanyia kisuni na wewe utakaa kando uangalie. Lakini ukiamua kufanya wewe, hata kama yule ni msuni, lazima umfanyie kishia. Ndio mara nyingine utakuja kukuta mtu yuwaingia msikitini, yeye ni mshia, kumkufa maiti wa kurudisha kuswalia, yuwamswalia kwa takbiri 4 na kufunga mikono. Hii ni makosa sana sana, haifai. Zitamfikia kama yuwastahiki kuzimfikia. Naam, Alhabib. Naam, nauliza, kuna mtu ataka kujua ataingia fungu gani? Mtu mwenyewe yuko saumuni, lakini tangu juzi aliposikia vita vya Iran na kuuawa supreme leader, yule mtu ashangilia sana. Kushangilia kwake asema watu wapijwe, ni mashia wale, mashia, watu wapijwe. Tutamweka fungu gani mtu kama huyo? Mtu huyo tutamweka katika fungu la wapumbavu ambao kwamba haelewi anakoelekea. Wale hawampigi yule kwa kuwa ni Shia, hawampiga yule kwa kuwa ni Muislamu mwenye nguvu katika Middle East. Kwa hivyo wataka kumdhoofisha, wamfanye mnyonge kama wale wengine. Na kwa Mwamerika hakuna tofauti ya Sunni na Shia wala nini, wake yeye wote hawa Waislamu tu. Huyo mwenye fikra hiyo, na si huyo tu, wako wengi wenye akili kama hizo, ni wale wapumbavu ambao kwamba hawaelewi dini yao, hawajui hata Mungu. Ustadh, swala langu ni kile kisa uliotoa kuwa kuna jamaa alikuwa na farasi mzuri, hataki kumuuza, akienda akaalika wageni, mwisho akamtinda. Sasa swala langu, farasi uliwa lakini kwa kuwa ni mnyama mwenye thamani hatindwi, huuzwa, kwa sababu si mnyama rahisi kumpata. Tumemaliza. Farasi huliwa. Ay rabbana la tamna'na 'anil ilmi bimani' wala taqta'na 'anhu biqati'. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin walhamdulillahi rabbil alamin.